Depu, ambaye Depu yeye ana mechi 7, goli 6 na assist 1 na mchango wa magoli 7. Nyota mwingine ambaye amekuja kuongeza nguvu katika eneo la mwisho, striker huyu, yeye ana magoli 6 na assist 1, mchango wa magoli 7 ambayo ameyachangia kwenye kikosi cha wananchi Yanga. Sasa kuna kitu ambacho pia wananchi wamekwenda kukiongeza zaidi kwenye kikosi kizima cha Yanga msimu huu. Jumla ya wachezaji 14 wamefunga magoli kiujumla, yani nyota ambao wamefunga magoli ni 14 kwenye kikosi cha wananchi. Na unakuja kuangalia katika idara nyingine zaidi, unaangalia pia jinsi ambavyo wamekuwa wakicheza tofauti, na ukilinganisha na jinsi ambavyo hali ilivyo kwa upande mwingine, unawakuta nyota wengine kama vile kina Ande Boyeli ambao waliondoka magoli 2 katika eneo la ushambuliaji huyu, lakini unawakuta kina Celestine kwa goli 1 ameondoka. Lakini unamkuta nyota kama vile Lassine Magic ambaye yeye ana goli 1, Shehani Hamis goli 1, Mohamed Kamara ana goli 1. Lakini pia uwezi kuacha kumtaja sasa beki ambaye amekuwa na mchango mkubwa mabao msimu huu, Mohamed Hussein ana jumla ya mchango magoli 4, magoli 3 na assist 1. Miongoni mwa mabeki ambao wana mchango mkubwa magoli msimu huu ni kutokea Yanga. Mohamed Hussein ana magoli 3 na assist 1 ambazo amesifanya kwenye kikosi cha Yanga katika michezo 18 dakika 1424. Kwa hiyo picha ya wananchi katika eneo la kushambulia ni timu ambayo kila idara imeonekana pia kuchangia mchango mkubwa sana mabao, na pia eneo la ushambuliaji limekuwa likifunga mabao. Unaweza ukaangalia katika picha hii, manake Depu ana goli 6, Dube ana goli 8. Hao ni washambuliaji wawili, na moja kati ya silaha kubwa ambayo kocha Pedro natakiwa muangalie zaidi ni pale ambapo alipoamua kuwatumia kama washambuliaji wote wawili. Manake alikuwa anapewa maswali makubwa kwamba pengine nani aanze, Depu ama Prince Dube. Akasema asa wanacheza wote. Faida anayoipata ni moja, ana mtu anaitwa Prince Dube ambaye anaweza kutokea pembeni. Kama ulimwangalia kwenye AFCON, Dube alikuwa anzi kama mshambuliaji kinara, alikuwa kama namba 10 ambaye anasogea maeneo ya pembeni mwa uwanja. Kwa hiyo akaona mtumie vile vile, kwa hiyo akopi na kupesi Dube wa Zimbabwe aje acheze na Yanga vile vile. Ile wa Zimbabwe kwa beki yule. Yule alikuwa namba 8. Alikuwa anakaba sana. Alikuwa anashuka chini anasaidia, kwa hiyo akaona hebu nikopi na kupesi bwana, njoo kaa hapa na wewe saidia na Depu. Na kweli katika mechi ngumu unaona walipokuwa wawili walikuwa wanafanya timu kuwa na uimara katika eneo la kushambulia. Kwa hiyo eneo la ushambuliaji la Yanga ndio liko hivyo, na kikubwa ni kwamba ufanisi ndio ambao umekuwa na kubeba zaidi. Ufanisi wa kupiga mashuti ambayo yamelenga lango na kubadili mashuti ambayo yamelenga lango kuwa magoli, ndio ufanisi mkubwa ambao Yanga wamekuwa nao. Sawa.